Unajua watu wengi wanaumizwa na mapenzi, ni jambo la kwanza, vijana wengi. Lakini namba 2 ni kwenye eneo la pesa. Unapofanya maamuzi ambayo sio sahihi kwenye biashara, inaweza kukuletea msongo wa nini? Lakini jambo la pili, usipojua sehemu sahihi ya kuwekeza, unaweza ukapata msongo wa nini? Lakini sio msongo wa mawazo tu, ukaribu mahusiano yako wewe mwenyewe, yani mahusiano yako ya wewe na wewe, ukajichukia. Ukaribu mahusiano yako na wazazi wako, ukaribu mahusiano yako na marafiki zako, na ukapoteza kila kitu. Lakini sosi imeanza kwenye nini? Imeanza kwenye eneo la fedha au maamuzi ya biashara ya kuchagua. Kwa hiyo kama unatamani uwe na maisha ambayo ni mazuri ya kifedha, lakini pia akili yako itulie hata unapokuwa unatafuta pesa, unapoona fursa yote ile ya biashara. Sasa hivi unajua biashara zipo nyingi sana. Kuna maswali makubwa manne. Nitazungumzia maswali makubwa manne ili utengeneze faida ambayo ni nzuri, lakini pia ujiepushe na msongo wa mawazo. Mimi ni rafiki yako wa mtandaoni, nitapenda pia unifanye kuwa rafiki yako huko uliko mtandaoni. Kuna maswali makubwa manne. Nitazungumzia maswali makubwa manne ili utengeneze faida ambayo ni nzuri, lakini pia ujiepushe na msongo wa mawazo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni lazima unapoona fursa yoyote ile ambayo unatamani kuifanya, ni lazima ujiulize, hivi hili soko lake liko wapi? Kwa sababu mwisho wa siku biashara ambazo watu wanazifanya hatufanyi kwa ajili yetu, si ndio? Dada tu hapa anaweza kawa anapenda sana kuvaa suti, anapenda kupendeza, lakini watu ambao wanamzunguka inawezekana ni watu ambao wanapenda nini? Vijora, si ndio? Kwa hiyo akifungua duka la suti eneo ambalo watu wanapenda vijora, ni biashara ambayo ni nzuri, si ndio? Ni nzuri kabisa na wewe inakupendeza na ni kitu ambacho unakipenda, lakini kwenye lile soko watu hawatanunua. Mtu anaweza kaja pale hata suti unaweza kuanauza kwa bei ndogo tu, akauliza suti shilingi ngapi? Kwa sababu suti mimi najua 70,000 haupati suti ambayo ni nzuri, si ndio? Kwa hiyo unaweza kuanauza hata suti kwa bei ambayo ni nzuri kabisa, ukamwambia mtu ni 70,000, akamwambia 70,000 bana, hapa napata vijora vyangu 5 tena vya mtandio. Unaona? Kwa hiyo soko unauza product ambayo ni sahihi, lakini soko sio sahihi. Kwa hiyo wakati unafikiria wazo la biashara ambalo ni nzuri, baada ya kuja kupoteza pesa zako kwenye msongo wa mawazo, ni lazima jambo la kwanza ujifunze kuangalia soko ambalo lina uhitaji. Soko ambalo lina uhitaji ndio soko ambalo litatoa nini? Litatoa pesa. Jambo la pili ni lazima ujiulize, je, mimi hii biashara nina uwezo wa kuifanya? Nina uwezo wa kufanyaje? Wa kuifanya. Kwa sababu wazo linaweza likawa ni wazo ambalo ni nzuri, lakini wazo ni nzuri lakini wewe huna uwezo wa kufanya ile biashara. Kwa mfano, watu wawili wanaweza kufungua biashara eneo ambalo ni moja, labda biashara ya vipodozi. Sasa hivi inafanya vizuri sana, lakini mmoja ana uwezo wa kuelezea vipodozi vizuri, ana uwezo wa kutengeneza labda content mtandaoni, si ndio? Lakini mwingine anaweza kawa na product ambazo ni nzuri lakini hawezi kuzielezea. Mtu anakuja anasema, jamani, mimi nina chunusi hizi, nimetumia kitu fulani, natamani kupata kipodozi ambacho kitanisaidia. Alafu wewe muuzaji unasema, mimi kwa kweli hata sijui kipodozi gani ambacho kitakusaidia. Unamwambia chagua, duka limejaa, chagua tu chochote, wakati mtu anahitaji nini? Anahitaji suluhisho. Kwa hiyo unafanya biashara ambayo ni sahihi lakini wewe huna uwezo wa kufanyaje? Wa kuifanya. Kwa hiyo ni lazima mwisho wa siku angalie hiyo biashara inaweza kusaidiaje. Mimi mwaka 2023 kuna kiasi cha pesa nilikipataga, lakini nilipopata kiasi cha pesa nilipata pia followers wengi mtandaoni 2023. Alafu wakawa wananiamini sana. Nikaenda bwana China. Nilivyoenda China, biashara ambayo una uwezo nayo. Nimesema jambo la kwanza ufahamu soko, alafu jambo la pili uwezo nayo. Sasa nilivyoenda China, nikawa nafungua oda ya vitu mbalimbali. Nilipokuwa nafungua oda ya vitu mbalimbali bwana, nikafungua oda ya blender. Nilipoposti bwana, nikaona watu wengi na niliendaga kiwandani kabisa, nikaanza kuonesha watu. Yule Mchina alinionyesha akasema kwamba hii ni blender ambayo zinafanana kwa nje lakini mota ni tofauti. Kwa hiyo kuna ambao ukinunua 5,000, kuna nyingine kwa 10,000, alafu kuna nyingine 20,000. Zile 20,000 China huku nadhani wanauza kama ndo zile zinauza kuanzia 85. Niliona hivyo nikasema sasa hizi za 20,000 mimi nitaweka oda watu wagize kwa shilingi 40,000. Nilikuwa napiga hapo na hesabu za usafiri, nikasema hapa mpaka inafika labda 25,000 alafu nitatengeneza faida ambayo ni nzuri. Nikafungua bwana hiyo oda. Watu wakaanza kutuma hela. Kumbuka mimi sijui mambo ya vyombo kabisa. Sijui mambo ya nini? Ya vyombo. Bwana tulivyomaliza hapa, lakini pia ndio mara ya kwanza naagiza bidhaa China. Nikachuaga mzigo, nakumbuka nilichukua mzigo wa zaidi ya milioni 30 za watu. Yaani sio mzigo wangu, ni za watu. Alafu nikaongeza pia na hela yangu. Alafu mzigo ulipofika bwana, kumbe niliweka blender zile za mota ya shilingi 5,000.
Sasa nikaanza kuwagawia watu. Nilianza kuwagawia watu zile watu walioagiza. Bwana, kila mtu anasaga tu parachichi, Brenda limeungua. Ananipigia simu. Ananipigia nini? Sio mwaka 2023 mimi nilitumiaga karibia wote kulipa madeni. Hiyo ikanisaidia pia ili nisalibu jina katuendelea kulipa nini? Kama ningekuwa mtu ambaye sina strong, yani sijakaa vizuri kwenye akili yangu, maybe yani ndio ingekuwa mwisho. Yani ndio mtu anasema Kevin sasa hivi ameanza kufanikiwa, afu anashangaa mtu amepotea. Kumbe mwingia kwenye biashara ambayo sio sahihi, kitu ambacho ukifahamu vizuri. Kwa hiyo umefahamu soko, lakini pia jifahamu wewe na uwezo wako ni kitu gani ambacho unakijua na kitu ambacho unaweza kukisimamia vizuri. Lakini jambo la tatu ni lazima utengeneze marketing strategy ambayo ni nzuri. Watu watakufahamje? Tumeshatoka kwenye enzi ambazo zamani kizuri kwa kinafanyaje? Kinajiuza. Lakini siku hizi bwana, kizuri hakijiuzi, kinachojitangaza. Yani watu wananunua ambacho kinafanyaje? Wanaweza kakiona, wakakisikia. Kwa unaweza kwa hapo unasema hivi kwa nini fulani anapewaga nafasi? Hivi kwa nini fulani anauza sana? Wewe nani atawaza kwamba unauzaga vijora, atawaza kwamba unauzaga hijabu, atawaza kwamba unauzaga vipodozi. Hakati hajawahi kukuona sehemu yoyote, hajawahi kufanyaje? Hajawahi kukusikia. Kwa hiyo ni lazima utengeneze strategy ambayo itakusaidia watu waweze kukufahamu, watu waweze kukujua, lakini zaidi ya yote watu waweze kufanyaje? Watu waweze kukuamini. Mimi nilifahamu nadhani 2022. Kwa nimemaliza hicho kipindi cha corona. Kwa hiyo nimesema 2023 nilipataga followers wengi. Nilijifunza nikasema sasa hivi nitahakikisha watu watakuwa wananifahamu. Na nilichohakikisha nikasimaga mitandao vizuri. Kitu gani ambacho watu wanakipenda, alafu kuna kitu ambacho nilikisema kwa kinaitwa hook. Ni kwa nini niweze katikaje attention ya watu mtandaoni? Bila kuzungumzia mambo ya mpira, bila kuzungumzia udaku, mimi sizungumzaga hata mambo ya watu. Mimi nazungumzaga biashara na uwekezaji tu, lakini kaweza kuteka attention ya watu. Kwa hiyo ni lazima pia hata kwenye biashara yako ujue ni namna gani ambavyo imeweza kateka attention ya watu, watu wakanifahamu. Yani hapa sizungumzii kwa maarufu. No. Ni kuzungumzia namna ambavyo unaweza kufikia mtu ambaye unamhitaji. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akawa, juzi niliangalia kuna interview moja, ni msanii akasema kwamba imefikia kipindi kwamba anashindwa kupata hata shilingi 500. Alafu nikaangalia page yake na followers zaidi ya nini? 150,000. Kwa hiyo ni watu ambao yani haweza kukusaidia chochote. Lakini vipi wewe ukiwa na followers hata 1,000, lakini na watu 1,000 ni watu ambao wanapenda kitu ambacho unakifanya. Automatically ni kwamba wewe unaweza ukafanyaje? Unaweza ukauza product yoyote na watu wakaielewa. Ndio maana hata kama wewe ni mtaalamu wa mambo ya afya, unaweza kuwa unatengeneza content za mambo ya afya na usisumbuke hata na watu wengine, lakini watu ambao wanakufuata na watu ambao wana shida na hicho kitu. Mimi namfahamu dada mmoja ambaye anazungumzia mambo ya nutrition, mambo ya wajawazito na watoto wadogo wachanga. Amefanikiwa sana mtandaoni na alikuwa ni mfanyakazi, akaacha kazi, lakini anatengeneza content anazungumzia hivyo tu. Na ukiingia pale unaona yani ukiingia hata kwenye zile comment unaweza kutaka kuacha comment, ila kusema comment 5 unasema hii sio sehemu yangu. Na mbona kama ni watu wenye watoto tu na wajawazito ndio wanao comment. Lakini ndio watu ambao wanafanyaje? Anawalenga. Kwa hiyo marketing strategy ni watu gani ambao umeshafahamu soko, alafu umeshajifahamu wewe, alafu namna ya kuweza kuwafikia. Jambo la 4 sasa, hili litakuwa la mwisho. Hakikisha kitu ambacho unakifanya consistently ili uweze kukumbukwa. Ili uweze kufanyaje? Uweze kukumbukwa. Sio leo nadhani mwanzo nimejitambulisha. Hata kama hujajitambulisha, umejitambulisha kwa mwenzako, rafiki yako, alafu umwambia kuna kitu ambacho unakifanya, alafu baada ya miaka 3 anakuambia mimi nilishachana na hicho kitu, au hicho kitu sifanyaje? Sikifanyi tena. Unafanya kitu gani sasa hivi? Mimi bwana sasa hivi nauza vyombo. Sawa. Kisha angeshakuta mwenzako ana harusi, anakuambia bwana unauza vyombo sasa hivi, tunahitaji vyombo kwa ajili ya sherehe. Mimi nilishachana na vyombo, nimeona vilipi. Sasa mimi nauza nini? Nauza vijora. Basi sawa. Haya, mtu ameshaingia kwenye ndoa yake, baadaye anaanza kikundi cha kibao kata, anakutafuta. Bwana tunahitaji vijola sasa hivi, tuko kikundi chetu na vikundi viwili. Niona vijola vilipi? Sasa hivi nimehama, nauza nini? Nauza vitenge. Sasa unakuwa unapishana na nini? Unapishana na wateja. Hakika unapofanya kitu kimoja unakifanya kwa muda mrefu, unatengeneza nini? Unatengeneza jina ili watu waweze kukukumbuka. Kama hivi ambavyo nimempongeza mwenzetu season ya 11, kila mwaka anafanyaje? Anafanya. Ni vipesi hata watu kukuunga mkono, kwa sababu wanakuona unafanya kitu ambacho ni nini? Kitu ambacho ni serious. So leo tumechukua namba yako na sasa mimi nafanya kitu fulani, natamani kufanya kitu fulani. Baada ya miezi 5 alafu unakuta unafanya kitu kingine. Na mwisho wa siku kila kitu ambacho unakifanya unakuwa ni bora. Wazungu wanasema kwamba be so good they can't ignore you. Ukiwa bora kwenye kitu chochote kile ambacho unakifanya, mtu mara kwanza anaweza kukupuuza, mara pili anaweza kukupuuza. Unaweza toka unapiga tu picha. Lakini mtu umemtumia picha yake anasema haiseki kitu. Au amekutana na wewe ni ile conversation anasema huyu dada ana kitu.
anafanyaje? Unabaki kichwani mwake. Kwa hiyo mwisho wa siku hata inapotokea fursa au inapotokea anahitaji kitu fulani, lazima atakukumbuka. Kwa hiyo kwenye kila kitu ambacho unakifanya, hakikisha kwamba unakuwa ni bora, ili uendelee kukumbukwa na watu wataje jina lako ukiwa wa kwanza. Mimi naitwa Kelvin Kibenje. Ukiingia Instagram ukiandika Kelvin Kibenje utanipata. Be so good, they can't ignore you. Asanteni sana. Mimi ni rafiki yako wa mtandaoni, nitapenda pia unifanye kuwa rafiki yako huko uliko mtandaoni.